anatakiwa akae kwa kujua Mungu ni nani, na kila aliyemjua Mungu lazima awe mgumu kwenye kutenda dhambi. Mungu anawataka watu walioshiba imani ambao hawawezi kutenda dhambi kirahisi. Usitegemee toba kwa sababu iko toba basi utende dhambi tu. Lazima ujifunze kwamba toba ni mzigo, toba ni huduma, toba ni kitu kigumu ambacho sio rahisi kukifanya kama unavyodhani. Ndio maana kwa makosa tuliyotenda sisi ilimgharimu mtu mzuri, mtu mwaminifu, mtu msafi afe kwa ajili yetu. Ili sisi tuwe wasafi, alihitajika mtu msafi kwa ajili ya nafasi ya makosa tuliyotenda. Aya, dhambi uliyotenda wewe, nani kweli msafi? Jipigie hesabu. Familia yako, nani atalipa madeni ya makosa uliyoyatenda? Hali ya huzuni na udhaifu ulio nao, nani atalipa hicho kitu unachokifanya? Wewe mwenyewe uliyetenda dhambi hauna nguvu ya kuhudumia wala kugharamia dhambi uliyoitenda, huwezi. Ndio maana kwa dhambi hizi wengine walikwenda Babeli miaka 70 utumwani. Kwa dhambi hizi kuna Israeli waliishi katika nchi ya Misri miaka 400 na. Kwa dhambi hizi kuna watu walikaa utumwani, wengine waliteseka, nchi ilipigwa kwa mapigo mengi. Kwa dhambi hizi kuna wakati nchi iliangukia mahali pa tauni kwa siku 3. Vita na ubaya kwa dhambi hizi. Dhambi hii ilizaa mtu ambaye alikuwa ni muhuni kupitilia dhambi hizi. Unajua kubwa dhambi unayotenda? Dhambi unaitenda inahitaji mtu msafi ambaye anafaa kulipia deni la kosa lako. Nani sasa? Ndio maana Paulo anasema tunavyotenda dhambi tunamrudisha Kristo msalabani. Na ni kweli kwamba kuna wakati hatuna urahisi wa kuishi maisha safi ya utakatifu, maisha ambayo yangeweza kutupa nafasi na fursa ya kuwa kama watoto wa Mungu kwenye kila kitu. Sasa tunawezaje kupiga hatua? Hilo ndio swali la kujiuliza. Tunawezaje kupiga hatua mahali ulipo?